Kristu, raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Baba Madama Protas Kardinali Rugambwa, Baba Mtakatifu Askofu Mkuu Angelo Akatino, Dr. Philip Mpango, makamu wa rais mstaafu, washamu askofu wakuu, washamu Baba Wilbrod Kigozi, msimamizi wa kitume jimbo la Kondoa, washamu askofu, familia ya Mungu Kondoa, mapadri, watawa, mapadri wengine walioko hapa, waumini na waombolezaji wengine ambao wametoka ndani ya Kondoa yetu na nje pia. Tunatoa pole kwa niaba ya baraza, sisi wenyewe kwanza kwa jimbo la Kondoa, mapadri wote, watawa wote, waumini, lakini pia tunatoa pole kwa familia ya baba Mfumbuka, namna ya pekee mama yake mzazi Victorina, dada zake Restuta, Francisca, kaka yake Julius, ni rafiki wote waliopata pale kwetu sisi na askofu kwa kanisa la Tanzania na jamii kwa ujumla. Raha ya milele umpe Bwana, siku kwa amani. La pili ni shukrani. Tunamshukuru Mungu kwa maisha ya baba Mfumbusa, kwa vipaji ambavyo alimjalia na kwa mengi aliyofanya. Lakini pia katika zile salamu za rambirambi, naomba niongeze salamu mbili. Baba Mfumbusa kwa jinsi alivyofahamika, salamu zimeendelea kuingia mpaka leo asubuhi. Zingine zimepita katika sekretariat yetu na baraza la maaskofu, ingine tumeandikiwa moja kwa moja, lakini tutajitahidi, hatutafaulu kuwataja wote. Tutajitahidi walau zile zilizofika kwa maandishi tuwajibu wahusika. Katika hizo salamu tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu kwa kutupa salamu pia. Lakini tunamshukuru pia kule alikoteuliwa baba Mfumbuka, ile prefect wake wa idara ya mawasiliano communication, Dr. Paulo alituma pia salamu. Tunashukuru familia ya Mungu Kondoa kwa kufanya kazi na baba, lakini na wale wote waliofanya kazi ndani ya Kondoa na nje ya Kondoa. Lakini tumeona kazi kubwa na nyingi ambazo wamezifanya, lakini ni wazi kwamba kuna watu waliomsaidia. Tunawashukuru wote ambao wamefanya nao kazi. Moja ya mambo muhimu ambayo baba Mfumbusa kuyavumilia ni kitu kama akiendi vizuri kama uovu. Kwa uovu ningependa ni nukuu mwanatolojia maarufu Mjerumani aitwaye Dietrich Bonhoeffer, ambaye amefariki mwezi kama huu wa 4, ingawa alinyongwa zamani mwaka 1945. Dietrich Bonhoeffer anasema kwamba ukimya katika uovu ni uovu. Maana yake kwa kawaida hakuna njia ya katikati, ni aidha unakubali au unakataa. Dhambi ni unaikubali au wewe unakuwa mshiriki wa dhambi. There is no neutral stance. Sababu Mfumbusa alikuwa wanamna hiyo. Kwenye kikao kawaida akai kimya, lazima azungumze. Kama unasikia yuko hapo, baadaye atakufuata. Na kama hakufuata atakupigia simu
na yeye ana protocol. Utasikia tu atasema mzee pale eti mlisemaje? Hiyo kitu haiwezekani. Kwa hiyo wakati mwingine tunafikiri kuna njia ya katikati, ni kama tunavyosoma Mathayo sura ya 25 mstari wa 42 mpaka 46, ile dhambi ya kutotenda. Kuna dhambi ya kutotenda, hakuna njia ya katikati, ni aidha unatenda au utendi. La mwisho ni matumaini. Sisi ni watu wa tumaini, kanisa linalosafiri. Tunamwombea Baba Mfumbusa, Mungu ampokee kwenye uzima wa milele. Mimi sijajua kule mbinguni mtu kama huyu atapewa kazi gani. Mara moja nilimuuliza rafiki yangu maarufu sana pia kwa mambo ya teolojia, nafikiri anasikiliza ingawa yuko hapa, anaitwa Tom na teolojia mbobezi. Nikamuuliza, Tom, ukifa kule mbinguni wewe utafanya kazi gani? Akaniambia, mimi nitaendelea kufundisha. Nikamwambia sio kweli, kule si watu wataelewa, watakuwa naelewa yote, watafundisha nani? Baadaye nikamwambia nafikiri tutabadilishana, wewe utakuwa mwanafunzi, mimi nitakuwa mwalimu. Raha milele mpe Bwana. Basi tumwombee Mungu ampe tuzo la milele. Kwa nafasi hii, kama sehemu ya pole, nimwombe Baba Kibozi asogee hapo mbele. Okay. Naomba kuwakilisha salamu za baraza, alafu nimrudishie katibu mkuu. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani.